Ndugu zangu, huyu ni mwekezaji ambaye kila mtu hataki. Kwani una shida gani? Una sababu za kuongea nini? Hapa sio eneo la serikali hili la chama. Nani aliyebomoa sasa? Kabomoa nani hizo ofisi? Kwani wewe hujui wilaya ipi? Hujui wilaya. Hujui tawi la wapi? Nani kwenye halmashauri? Wilaya ni nani? Kwani sisi ni chama? Cha kuelezea kuhusu chama. Kuna mbabe mmoja amechukua eneo la serikali, amevunja majengo yaliyoko pale kwenye eneo la serikali pale Katoro, ameanzisha biashara pale. Anapozungumza na viongozi wa serikali anawadharau, yani anaonyesha yeye ni mbabe, amewaweka viongozi mfukoni. Ninafahamu kuna arabii mbili zimechukuliwa pale, arabii yake amechukua na kuna arabii ya kiongozi wa serikali amechukua. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa niaba ya mkuu wa mkoa ambaye najua utampelekea haya maelekezo yangu kupitia vyombo hivi mlivyo navyo, hebu lifuatilieni hili swala, na kama hakuna mkataba wowote alionao yule ndugu pale, kama hakuna, hatua za kisheria zichukuliwe, hatua za kisheria zichukuliwe. Nimeona ile clip inaendelea kuzunguka, haijanibariki kabisa. Vyombo vyako vikafanya hiyo kazi na nipate mrejesho ndani ya siku 14 kwamba swala hili limesimama kwenye msimamo upi. Serikali haiwezi kuchezewa, serikali haiwezi kuchezewa hata kama una fedha. Mimi nikiwa waziri wa mamlaka za serikali za mitaa, mamlaka za serikali za mitaa hazitachezewa, hata kama huyo mtu ana fedha kiasi gani. Kwa hiyo Mheshimiwa, kwa niaba ya mkuu wa mkoa naomba mlishughulikie. Kupitia mitandao ya kijamii nimeona mgogoro wa matumizi ya ardhi kati ya halmashauri ya wilaya ya Geita na mwekezaji. Sasa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inaungana na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, katika kuhakikisha kuwa mgogoro uliopo katika eneo hili la mamlaka ya mji mdogo wa Katoro, mkoa wa Geita, unafanyiwa kazi na kukamilika. Nachukua fursa hii kuwakumbusha wamiliki wote wa maeneo yote nchini kuzingatia matumizi yaliyokusudiwa katika hati miliki zao. Endapo mmiliki ana mpango wa kuendeleza eneo lake kwa matumizi tofauti na yaliyotolewa kwenye hati miliki, ni lazima apate kibali cha mabadiliko ya matumizi kama sheria zinavyoelekeza. Hatua hii itahakikisha maeneo yanaendelezwa kwa kuzingatia mpango na hivyo kuondoa migongano ya matumizi, kutunza mazingira na kuweka unadhifu wa miji yetu. Aidha, uendelezaji wowote unaofanyika sharti uzingatie sheria za uendelezaji miji, ikiwa ni pamoja na kupata vibali vyote vinavyotolewa na mamlaka zote za serikali. Kwa sasa wataalamu wangu wameungana na wataalamu wa Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, kushughulikia swala hili, na baada ya uchunguzi kukamilika kutatolewa taarifa rasmi ya pamoja.